Asante sana MC, asante wageni rasmi, na niwapongeze kwa vibe, kwa sababu vibe iko juu sana, lakini nashuhudia pia kuonyesha kwamba unapiga vibe na wazee. Sitakulti zimelegea kidogo, kwa hiyo tunahema sana. Kwa sababu nafasi yangu ni kutoa nasaha kwa wahitimu. Kama nilivyotanguliza, mimi ni mlezi wa umoja huu wa wanafunzi wa mkoa wa Morogoro. Kwa maana hiyo mimi ni mzazi wao. Katika pilika na katika mahangaiko yao ndani ya mkoa wa Morogoro, huwa kwa desturi yao, pamoja na kwamba wamekamilika katika sekta yote ya uongozi, lakini pia wanapaswa kuwa na mlezi, manake wanapaswa kuwa na baba. Kwa hiyo mheshimiwa ndugu mgeni rasmi, mimi ni mlezi wao, baba wao katika maisha yao wanapoishi kwa Morogoro. Hapa ni wafanyakazi. Kama unajenga kifanyakazi kumeni mkono. Hapa itanilazimu niongee Kiswahili kwa sababu tuna ndugu zetu ambao wameacha kupumzika ili kuja kuchukua tukio hili muhimu katika historia ya ndugu zetu wahitimu. Ndugu zangu wahitimu, najua naongea na familia ya wasomi, na unapokuwa unaongea na wasomi, lazima uongee masuala ya kisomi. Leo hii tunaenda kuhitimisha safari yenu ya muda mrefu yenye changamoto, milima na mabonde. Kwenda kuzoea maisha mengine ambayo ni mtihani mgumu kuliko mtihani nyingine ambazo umeshapitia darasani. Leo mtihani mgumu, tukija kuongelea mtihani mgumu katika maisha, ni mtihani ya mtaani. Naomba niwasihi kitu kimoja. Kwanza, tukitambua kama sisi kama familia ya wasomi tumetoka katika familia maskini. Wazazi wetu ni wazazi kutoka familia ya kifugaji, na tukiamini kwamba tuko katika kategori ya familia maskini. Kwa maana hiyo, naongea na watoto kutoka familia maskini. Ndugu wanafunzi wahitimu, tunapokuwa tunaongelea kwamba familia maskini, tunajua kabisa kwamba tulikotoka, maisha yetu ni kutegemea ufugaji, kutegemea kilimo kwa kiasi kidogo. Lakini wazazi wetu wakajitoa katika hali na mali kukuleta wewe shule. Kwa maana hiyo, mzazi aliwekeza katika mradi muhimu katika maisha yako. Mradi huo amekupa elimu. Kwa hiyo wewe uliotoka katika familia maskini kama mimi naisimama hapa, urithi wetu pekee ambao wazazi wetu, baba, mama, waliamua kujitoa na kutupa sisi kipaumbele, tuje tufukuze ujinga, tuje tufukuze umaskini. Maana yake alitupa mradi muhimu kabisa ambao ni mradi wa elimu. Huo ndio urithi pekee ambayo mtoto maskini akifanikiwa kuichukua vizuri na kuitoa itamtoa katika hatua moja kwenda hatua nyingine. Kwa hiyo nasema kwamba elimu pekee ni mradi katika maisha ya ukombozi wa mtoto maskini. Leo hii unatoka katika mazingira ambayo kuna network, unategemea elimu yako iko ajibu. Network yako hata leo nikikupa, lakini elimu uliotumwa kuja kuitafuta haijakusaidia. Nakuita, nakwambia njoo kuna nafasi.
nafasi sehemu fulani, utakuja kwenda kufanya ile kazi. Lakini kwa sababu ulipokuwa unasoma, ulipokuwa unaichukulia ule mradi wa kuwekeza katika maisha yako ya urithi ambayo ni elimu, ulikuwa unaipuuza, ulikuwa utendei maanani, ulikuwa unaidharau, umekuja kufanyia nasa. Kwa maana hiyo, hata unaporudi mtaani kwenda kupambana na mtihani mgumu katika maisha yako, utaenda kukutana na changamoto ngumu ambao humpati atakaye kusaidia kama ambavyo ulikuwa unapata support darasani. Kwa hiyo niombe kitu kimoja. Mradi huo uliojaliwa na wazazi wetu ambao wamejitoa wakajinyima kula, wakajinyima kuvaa ili wewe uje kusoma. Naombeni tukaitumie vipasavyo tunapoenda. Usiende kukaa mtaani ukaenda kutegemea kwamba unasubiria serikali kwa nini. Wewe umekuwa sehemu ya kujikomboa kupitia elimu uliyokuja kuipata darasani. Tukaitumia elimu yetu ile kujikomboa, pia kutafuta kitu fulani cha kufanya tofauti na wale watakaoenda kuwakuta mtaani. Kwa hiyo naombeni ndugu zangu, mnapoenda mtaani mjue kwamba mmekuwa sehemu muhimu ya kusaidiwa nyie kutoka sehemu mbaya zaidi kuja katika sehemu afadhali ambayo umepatiwa kupata elimu. Mama mnatekeleza kwa jamaa. Jana masomo kwako wote hapo hiyo. Ulikuwa lemeliwa kwa masinda pesa mtoki na ile mbega basi. Hapo ndio ndio kigera shukongangeje. Mimi kwa ibali wewe kimwa. Kanyo baada kuronda inadoki. Kumo kulaide kwa shule anaandaye kaki kwa shukapo hapo image picture tayari na ajenda pale mwa. Elo tunataka hiyo pende mamende kwa graduate. Unarudi nyumbani. Nila kina ngajengo ndi. Nila kina ngajina Mungu kwa sababu iye bibikeje. Nila itenga na natoi wino mo ndunte ndika. Kama wapikita hiyo na uchafu ni ala mbona. Nende nimela kule nende nimela kona akidobie angalie ujinga na ngena bani kitu nyingi ngiro bandia. Tunapoenda kurudi nyumbani, tusiende kubagua maisha tutakwenda kuishi. Tunarudi maisha yale, mazingira yale, na kubadilisha ni sisi jamii ya wasomi ambao tulifuzwa nyumbani kwenda kufuza ujinga darasani. Naomba sana tuzingatie hilo, kwa sababu tunaona katika maisha mengi ya jamii ya wasomi tukiwa tunaitenga ile jamii kwa sababu sisi tumeshakuwa special. Uspecial wako wewe, uspecial wa kuitenga ile jamii, uspecial wa kuunganisha ile jamii. Nilipomaliza wakaniambia sasa Walemung'ani mtoto wetu umeshamaliza chuo, pokea gurudumu lako, endesha, utajua mwenyewe kuangukia mkononi au endelee kuwatunza na kuwalea ndugu zako. Kwa nini nyie mtakapomaliza na nyie msirudi kuendelea kwa support wa ndugu zenu? Kwa nini usirudishe baraka ulizozipata kupitia huu umoja, kuendeleza umoja wenzio ambao unawaacha? Kwa nini usirudi kuendeleza umoja kwa watakao kuja ambao wako sasa hivi darasa la kwanza? Ni kwa sababu tuna huruka ya kusahau, tuna huruka ya kudharau tulipotoka. Mimi naamini sina cha kupungukiwa nikipoteza muda kuja kuishi na nyie pamoja, kufurahi pamoja na kuelimishana pamoja. Wone waombe sana ndugu zangu mnapoendelea mtaani. Mtaani ni pagumu. Kuna korongo kubwa na kuhitaji nyie kwenda kuvuka pamoja. Ambapo ili kujaza lile gepo, uweze kuruka vizuri na usijikwae. Ni kwenda kuunganisha ile jamii na kuinua kiuchumi, kifikra na kimaendeleo. Kwa sababu wewe ndio umeona mwanga, walikutuma shule ili ukawe mkombozi wa kuwasaidia. Lakini mwisho wa siku unarudi unaenda kuwa threat, unaenda kuwa hatari zaidi kuliko hata wale ambao wamesoma darasani. Ni kwa sababu unatumia wewe notion yako ya papa wewe ni msomi, wachanganye ile jamii na kuwakosesha umoja wao. Ndio wanapata upendo mkubwa kama watu ambao wanasoma. Lakini hakuna watu wenye uelewa mkubwa kama watu ambao
alikuwa hajasoma. Ukirudi na Biblia yako, unaenda kukutana na mtu mwenye PhD hapa hajaenda darasa. Yule mtu anapaswa kuona kwamba kweli kuna matunda makubwa, kuna matunda ambayo tumewapeleka shule wakaenda kupendeza vizuri, naye akijua faida kubwa, ili na sisi jamii tunufaike. Sawa jamani? Naombeni sana ndugu zangu mnaokwenda kukaa mtaani, karibuni mtaani. Tunapokuja kukaa na sema hawa tunaleta hapa, sio kwamba hawana kazi za kufanya, ni sehemu ya mtandao. Unaweza leo ukapuuza haya tunayofanya, lakini kwangu mimi nimeona faida ya umoja huu. Kwangu mimi nimeona baraka za Waswahili kuniinua, kwa sababu unajua nina mzigo mkubwa wa jamii. Sawa? Kwa nini wewe usione kwamba kumbe umoja huu haikupotezei muda, bali itakufanya tutukuzwe na makabila, kwa sababu wanajua tunapendana. Nawaomba sana, ni kitu kizuri katika maisha yetu. Tumekuwa tukishirikiana vitu vingi sana, mtaona kwamba tuna kazi ya kufanya. Kuna kazi nyingi sana za kufanya, lakini hichi ambacho tunakusanyika pamoja ni muhimu zaidi kuliko kile ambacho kinakupa riziki. Sasa naelewa, kwa sababu kuna kipaji kikuu iliyobarikiwa pekee na Mungu. Huwa tunasema kwamba inapendeza familia kukutana pamoja, kuimba pamoja na kusifu pamoja. Kwa nini haijaandikwa hivyo kwenye Biblia? Hatupaswi kutengana. Naombeni mnapoenda mtaani, mjue kwamba maisha ya mtaani ni magumu kuliko unavyofikiria. Tuishi na watu vizuri, tuishi na kila mtu mtandao njiani, kwa sababu hujui huyo mtu atakushika mkono wake. Usiende mtaani ukajiingiza katika magenge ambayo hayana kesho bora. Ukienda mtaani usikae ukajiingiza kwenye magrupu ambayo wamekosa, hawana kabisa hata hatima ya kesho. Wewe ni msomi, na haimaanishi ukiitwa msomi ndio unajitenga na wenzio. Wewe ni msomi ndani ya wasomi wa asili. Ukatumia usomi wako bandia kuishi na wale wasomi wa asili vizuri, tutafika hapa. Ili nisichukue muda, lakini kilichokutanisha ni kuongea pamoja. Tusiwe na haraka, hata sisi pia tumechoka. Sawa jamani? First year, naomba mnyoshe mkono popote mlipo.